hata mitandao unayoisoma, hiyo mitandao yako, angalia hiyo simu zako hizo. Fuatilia hiyo simu. Usipende kufuatilia matukio ya ajabu kwenye simu. Yananyonya kiroho. Yanaua kiroho. Angalia mambo mazuri. Sasa mtu akiona tu pana jeneza, wameandika picha ya mtu fulani, anaye anafungua tuone amekufa eje. Inakuhusu nini hiyo? Ya nini hayo? Sasa huu mtandao, na hasa sisi wa Tanzania tuwe vizuri. Hebu tuwe makini. Tuwe makini kwenye hii mitandao. Hii mitandao wenzetu wanaojua kuitumia, wanatumia kwenye biashara, wanafanikiwa. Lakini wana Tanzania wengi ukifuatilia mitandao, yani vitu vibaya ndivyo wanavyovikuza kwa nguvu. Kila mtu anashare na mtu, anamrushia mtu mabaya, ubaya. Hakuna vizuri. Kama tungerusha vitu vizuri kwenye mitandao, nafikiri watu wengi wangepotea kwenye umaskini. Utajiri ungekuja kwa haraka. Amen. Maana mitandao inaweza kufanya leo hii ukasikika dunia nzima. Sasa kama tukisema mazuri, maana yake kumbe uzuri unaweza kaongezeka Tanzania. Tanzania ikapona kwa sababu ya mitandao. Lakini kinyume chake, wa Tanzania wanazusha mabaya. Haleluya. Mtu akiona kitu kibaya ndio anabonyeza. Akiona vitu matukio ovyo ovyo anabonyeza. Akiona vitu, anaona mtu fulani eti na yeye anasema fulani mimi simpendi. Unamuuliza wewe fulani mpendi kwa sababu gani? Unaanza kukataa miungu ya kweli uipendi, unaanza kutafuta mtu usiyemjua. Amekoma nini? Lakini pia mimi nafikiri pia Watanzania tuachane na nini? Na uivu. Mwenzako kama anakula vizuri, unashinda kumwambia tu wewe unakula vizuri umeniuzi. Unazunguka kumshambulia tu. Unaendelea kumshambulia, baadaye unaona hakujibu chochote. Unaweka picha amekufa. Sasa hafi. Na wewe usife. Wakiona wamegombana watu maarufu, ndio watu wameshagundulia sasa ni kuwekana vipicha vya ajabu kwenye mtandao. Na yani kama vile wamechanganyikiwa fulani. Hiyo roho ya kuchanganyikiwa Tanzania kwenye hii mitandao, ife kwa jina la Yesu, ife kwa jina la Yesu. Na mbaya zaidi, watumishi wa Mungu pia unajikuta amejichanganya na yeye. Hebu watumishi wa Mungu, kama wewe huko hapa sasa hivi, najua kabisa unatumia mtandao. Ukiona kitu cha Mungu, kirushe kwa nguvu, kizidi kwenye mitandao, kijae chenyewe. Mtu akibonyeza anakutana na injili, akibonyeza anakutana na mambo makubwa mazuri, akibonyeza anakutana na uzima. Sasa kinyume chake unaona mtumishi na mtumishi wanashambuliana. Mtumishi fulani anashambuliwa eti kwa sababu kuna kitu kilifanyika, kuna kaskendo fulani kakuzushwa. Na shetani anajua kwamba wewe huyu ni mjinga. Anaingiza kakitu tu kabaya tu, anakuangalia wewe uliookoka. Sasa usipokuwa na akili unaanza kukavumisha. Uzushi ni dhambi pia. Haleluya. Mitandao imejaa vitu vya ajabu. Na hivyo inaonyesha kabisa sasa Watanzania sisi sio maskini, ila tumesababisha maskini kwa sababu ya kufuatilia vitu visivyofaa. Na tumeviweka moyoni. Futilia mbali kwa jina la Yesu. Leo sasa hivi wamezusha mambo ya ajabu. Ukishika bega unapoteza kufuli na fungo yake. Wapi? Na aliyokoka naye yuko humo naye. Anaogopa kupita katikati Kariakoo, nisije nikashikwa bega. Wewe umeokoka, kile kinachoshika bega mpaka utoe hiyo bega liko huku juu. Yani katika roho inawezekana wao wakafikiri wameshinda kwa kuleta taharuki hiyo. Hawajashinda. Na sisi tukae kwenye taharuki, tunakaa kwenye kushinda. Sisi ni washindi. Tuliokoka ni washindi. Wewe uliyemwamini Kristo ni mshindi. Acha kuogopa. Jesus. Katika hali ya kawaida haingia akilini.